wakati ninadai haki yangu, kwa kweli kulikuwa na unyanyasaji sio wa kawaida. Maana ukifika pale unaambiwa kuwa hebu subiri hapa, lakini ukisubiri unakaa kwenye makochi mpaka unachoka. Mimi hela niliopewa ni kama milioni 8. Kweli nimefanya kazi miaka 38. Miaka 38 kweli ni haki ya kupewa milioni 8 wakati mimi ninadai kiinua mgongo. Nimeambiwa sina kiinua mgongo. Sasa waziri, ninaomba kama baba yangu, naomba msaada kwako. Mkurugenzi wa halmashauri, unalitambua hili? Mkurugenzi yuko wapi? Madai yako hasa ni nini? Mkurugenzi, tuambie mmetumia kigezo gani kumpa milioni 8 huyu? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hii changamoto yake ya madai niliipata kama wiki 3 zilizopita kupitia mtoto wake, na nikaelekeza kwamba ni vizuri akaja, lakini niliwasiliana na afisa utumishi ambaye alieleza kwamba huyu kuna mshahara alitakiwa kustaafu, kwa hiyo kuna mshahara iliingia baada ya yeye kustaafu. Ili apate malipo yake anapaswa kwanza arejeshe, maana ilivyopelekwa kule kwa mlipaji wa serikali hazina, kwamba ili malipo endelee kufanywa kazi vizuri, na nikamwelekeza mtoto amwambie mama aje ili tuweze kufanya kazi. Kwani bado anafanya kazi? Hapana, ili kuweza kushughulikia hilo swala lake lazima awepo pale ofisini ili aandike. Mnasema arejeshe mshahara, kwani bado anafanya kazi? Alichukua kwa utaratibu wa hazina malipo, kama mimi natakiwa kustaafu mwezi wa 2, lakini nikaendelea na kazi mpaka mwezi wa 4. Kwa hiyo ina maana kuna mshahara natakiwa nirejeshe. Aliuchukuaje? Alienda benki kuu? Hapana, kwenye akaunti yake ina maana mshahara uliingia. Nani alimwekea? Mlipaji wa serikali, hazina. Aliweka alama kwamba huu mshahara una makosa? Haya ni sehemu, hii ni sehemu ya matatizo ya watu wetu wa serikalini, na nimeshatoa maelekezo sehemu kadhaa. Mnapeleka fedha ninyi wenyewe mkiwa timamu, mnapeleka fedha, mnapeleka kwenye akaunti, inapita miaka kadhaa, mnamwambia tulileta fedha kwa makosa. Mnakoseaje fedha? Unapelekaje fedha kwa makosa? Halafu ili kuweza kurefusha muda, kupoteza muda wa watu, unaanza kusema kalete fedha kwanza, ambazo ni kidogo tu, ili tukupatie hizi zilizo nyingi. Sasa mkishajua na ninyi ndio mlikosea, simpatie fedha yake, mkate ile aliyokuwa amechukua. Na nilishamuelekeza katibu mkuu wa utumishi atoe waraka. Wale watu wote ambao mliwaingizia fedha kimakosa, kuna wengine wanatakiwa waendelee kupewa mishahara. Mmeacha kuwapa mishahara, miezi inaendelea hamwapi mishahara, hawako kazini, mnasema warudishe kwanza fedha mlizowapelekea ninyi kimakosa. Simuwarudishe, mkate wenyewe hizo fedha. Kwa nini litucheleweshe hilo? Sasa huyu hapa, pigeni hesabu ya fedha anayostahili. Ile ambayo alichukua kimakosa mtaipunguza, ile anayostahili kupata mpatieni. Na hii maeneo yote tunawabebesha makosa tuliofanya tulioko ofisini, tunawabebesha ambao hawako ofisini. Mnasema alichukua fedha kimakosa, kama vile kachota maji mtoni, kwamba alienda tu mtoni akachota maji. Mnalipaje fedha kimakosa? Ninyi mnaendelea kuwa ofisini, alafu yule aliyelipwa kimakosa ndo tunamwadhibu. Sasa waziri wa TAMISEMI, ongea na waziri wa utumishi,
toeni maelekezo mahususi. Hii habari ya kwamba fedha imetumwa kimakosa, halafu tunawaadhibu waliopokea, halafu wale waliopeleka kimakosa wao wanaendelea kudunda. Hasara wanapata wale wanaadhibiwa kwa makosa. Huyu angezipata wapi asingepelekewa fedha kimakosa? Haya sio maji ya mtoni useme alipita tu akachota maji atukumruhusu. Mmepeleka kwenye akaunti yake mwenyewe. Na michezo hii haiko tu hii ya kusema mshahara wa kimakosa. Hii habari ya kusikia fedha imepelekwa kimakosa. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, Waziri wa Utumishi na Waziri wa Fedha, kaeni muongee mapema. Hapo pana mchezo wa watu kutanguliza fedha zikisahaulika waende kuzichukulia kule mbele. Wasomi wanaosaidiwa na teknolojia, wanaosaidiwa na mifumo, unapelekaje fedha kimakosa? Unapelekaje fedha kimakosa? Una mfumo, una hakiki, una mafaili umepitisha, unapelekaje fedha kimakosa? Tunaambiwa wilaya 60 zimepelekewa fedha kimakosa. Kama mtu unaweza ukafanya makosa ya aina hiyo, unabaki ofisini kufanya nini? Pisha watakao kufanya kazi bila kufanya makosa ya aina hiyo. Sasa hii mkae muimalize mapema. Sasa hili la mama, kaeni mjue fedha anayostahili. Mkishapata hiyo fedha anayostahili, muondoe ile ambayo alipokea kwa makosa. Hii inayosalia iliyo yake mpatieni. Mnamwambia mtu alete mishahara ambayo alishastaafu, atoe wapi mishahara hii? Mheshimiwa Waziri, tukimaliza ziara, itisha kikao cha pamoja cha management ya Wizara ya Fedha, ya TAMISEMI na ya Utumishi. Naona haya maelekezo ya mbali hatuelewani. Tuwe na kikao ili tuambizane, lakini endeleeni kuchukua hatua hizi ambazo nimesema. Tumeshakuwa na watu wa ajabu sana. Watu wamezoea matatizo ya watu. Akipelekewa tatizo ni kama kasalimiwa tu. Anasikia sikio hili huku, anaachia huku. Mmewekwa ofisini ili mtatue hizi kero za hawa watu. Kama mnaona kutatua kero ni usumbufu, tokeni ofisini, waingie wengine. Huu utaratibu huu, kila mtu kwenye dawati lake, someni alama za nyakati. Nafanya ziara na natoa na maelekezo. Nitapitia kuona ufumbuzi wa maelekezo. Mbona walimu wanaweza? Mwanafunzi akiwa haoni jina lake kwenye orodha ya wanafunzi wanaotakiwa kufanya mtihani, anatoa taarifa kwa mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu yeye mwenyewe anaenda kwenye kata. Yule wa kata anapeleka wilayani. Wa wilayani anapeleka mkoani. Wa mkoani anapeleka taifa. Namba ile inakuja. Hakuna mwanafunzi mmoja anaenda kufuatilia TCM9 huko wizarani. Hawa watendaji huku kwingine mnashindwa nini kushughulikia matatizo ya watu haya? Mtu analeta tatizo lake,
anaambiwa uje kesho, na wengine wanaona ndio muhimu na ndio ubosi akisema mtu aje kesho yake. Akija kesho anamwambia uje kesho kutwa. Akija kesho kutwa anamwambia uje wiki ijayo. Akija wiki ijayo anaanza kumuuliza, hivi ulisemaje? Mwananchi basi anaamua, ngoja nibebe bango, siku akija rais ama makamu wa rais ama viongozi wakuu nilioneshe bango hilo. Na hilo bango ananyang'anywa kabla ya viongozi hawajafika. Nimeelekeza mwananchi kwenye mikutano yangu asinyang'anywe bango. Na haya mengine yote yaliyoandikwa, kesho mawaziri, na tunaacha mawaziri watano, tunaacha na wataalamu, wataongea na mmoja mmoja wote wale walioandika. Na baada ya hapo tutatoa mrejesho wa hatua tunazochukua. Tunataka kila mtu achukue hatua. Kumekwepo na utaratibu wa watu kusinzia. Watu kuchukulia mazoea. Na haya mazoea yanasababisha hata eneo ambalo serikali imeshachukua hatua, rais ameshafanya kazi zake, ametimiza wajibu wake, huku anakwepo watu chini huku wanasinzia, wanasababisha mpaka lawama zinaenda kwa serikali. Nimetoa maelekezo. Nimesikia habari ya mzee wetu amesema vitongoji, baadhi ya vitongoji ambavyo havina shule. Wenzetu wa elimu, fikeni kule na mtoe mrejesho. Inatokea baadhi ya maeneo wananchi wanatangulia, wanahangaika, wanaanza shule shikizi. Siku tunataka kuizindua, unapita Mwenge pale ndo wanaambiwa hapo mlikosea. Paka wananchi wanakosea, wanapaua na kupaua. Ninyi serikali mlikuwa wapi? Mimi siwezi kuwapa heshima wote wanaofanya uzembe, wanaofanya uvivu, wizi. Hao tutakula nao sahani moja. Niliwasikia wale pale Tanga, fedha wamepewa tangu mwaka jana za kujenga madarasa, wamepewa fedha za kujenga matundu ya vyoo, wamekaa na fedha tangu mwaka jana, matundu ya vyoo, wanafunzi hawana matundu ya vyoo. Nikawaambia wale wanafunzi waende wakajisaidie choo cha mkurugenzi na cha afisa elimu. Mambo ya ajabu. Na huku nilipata hizo habari ni wakati nasikiliza watu pale Tanga. Yule aliyebaka mwanafunzi, baba mtu mzima, mtoto yuko chini ya miaka 18, mwanafunzi anasoma, ametumwa na bibi yake aende dukani, yeye kambaka. Nilielekeza mpaka ninapofika hapa awe amekamatwa, na nashukuru taarifa ninayopewa hapa ameshakamatwa. Sasa mpelekeni mkafanye vipimo, mkafanye na vipimo vya yule mtoto. Tena mganga mkuu wa mkoa, hii isifanyikie uchochoroni. Hii nataka ikafanyikie kwenye maabara serious. Hatutaonea mtu. Nendeni mkampime mtoto yule, mpime na yule mzee. Ikigundulika kama ambavyo tuliambiwa awali kwamba DNA ile ilionyesha yule ni mtoto wake, yeye aende kwenye mkono wa sheria. Hukumu ya wabakaji inajulikana. Na hii sitaki mtu acheze naye. Na kama maabara itasema yule ni mtoto wake, nimesema kamanda wa TAKUKURU na DSO na RSO, fuatilieni wale wote waliocheza na lile faili na wenyewe waunganishwe kwenye kesi hii. Haya mambo ya watu kuwa wakishajiona wana fedha wanaona wao ni Watanzania na nusu, na wengine maskini wote ni nusu wa Tanzania, haipo. Sasa hatua hizo zifanyike na nipate huo mrejesho. Kama Tanga hamna maabara ya aina hiyo, iende kwa mkemia mkuu kwa maabara ya taifa. Hii mambo ya kuzoea watu kulia na kuona
Mtu analia amekuletea kero yake, wewe unaona anakushangilia. Mazoea mabaya ya ovyo hayo. Nakusanya tu hizi taarifa, tutakutana tu.